Na bila shaka hujambo mtazamaji wa News Update Media, lakini pia mtazamaji wa kipindi hiki pendwa cha mahojiano maalum na News Update Media. Karibu tena katika siku hii ya leo ya tarehe ya 22 mwezi huu wa 11 mwaka 2025, siku ambayo tumepata fursa ya kuzungumza hapa na mwenyekiti wa umoja wa waendesha bodaboda katika mkoa huu wa Mwanza. Hapa namzungumzia bwana Mohamed Idi ambaye siku chache zilizopita tuliweza kuwasikia wakifanya kikao muhimu kwelikweli ambacho kilikuja na matamko mengi, lakini tamko kubwa kwelikweli lilikuwa ni lile la kutokujihusisha na vurugu, hasa wakati huu ambapo taifa bado limetoka kwenye sekeseke la uchaguzi uliofanyika Oktoba 29 mwaka 2025. Leo hii tumeamua kumuita hapa ili tuweze kuzungumza katika kipindi hiki cha mahojiano maalum, aweze kutueleza kwa undani pengine tangu wameanza umoja huu mpaka hivi sasa wamefanikiwa kwa lipi hasa, lakini pia kulingana na tamko ambalo walikuwa wamelitoa siku ambayo walifanya kikao chao pale katika viwanja vile vya Furahisha hapa Ilemela mkoani Mwanza. Mimi ni Elia Jackson Lupembe, lakini nyuma ya kamera ni Godwise. Naam, karibu sana mwenyekiti. Asante. Kwa majina naitwa Mohamed Idi, wengi wananifahamu kama Mo Simba la mkoa wa Mwanza. Ni mwenyekiti waendesha pikipiki mkoa wa Mwanza na makamu mwenyekiti shirikisho la vyama vya waendesha pikipiki na bajaji Tanzania. Kwa nini Simba kama ambavyo umejitambulisha hapa? Ni namna ambavyo nimeingia nikiwa na mabadiliko, basi vijana wakasema kweli hili ndio Simba la mkoa na linatufaa kwenye chama chetu. Mabadiliko yanaonekana na kweli chama sasa hivi kinasonga mbele. Tuanzie hapo kwenye mabadiliko, ukionyesha utofauti kwa miaka kadhaa nyuma tangu umoja huu ukianza na mwaka gani umoja huu ulianza, lakini pia mara baada ya kukamata uongozi huu mpaka kufikia hivi sasa, mabadiliko haya ambayo tunayasema yana uhalisia gani kwa namna hii? Naam, shukrani sana. Kwa historia, umoja wa chama cha waendesha pikipiki ulianza mwaka 2008. Tulianza ikiwa ni biashara inaonekana kama biashara haramu, ila kufikia tarehe 23 mwezi wa pili 2011 rasmi usajili wa katiba na kanuni ya waendesha pikipiki mkoa wa Mwanza ikawa imesajiliwa. Kwa hiyo tuko rasmi kuanzia tarehe 23 mwezi wa pili mwaka 2011. Toka 2011 kumepita uongozi wa aina 4. Uongozi wa kwanza akiwa ni mwenyekiti akiwa Makoe Kayanda. Mwenyekiti wa pili baada ya pale ulifanyika uchaguzi. Mwenyekiti wa pili akiwa ni Gerard Nyerembe. Mwenyekiti wa tatu ambaye ndio uchaguzi wa mwisho ambaye nimeingia naye kwenye kinyang'anyiro alikuwa ni Makoe John Balinago, rafiki yangu sana huyu. Kwenye akaunti toka tunaingia tulikuta kiasi kidogo sana cha fedha ambacho hata kukizungumza kwa kweli ni mtihani, ila kwa muda tulioingia niliahidi yafuatayo. La kwanza, chama kukiunganisha na serikali na taasisi zote na jeshi la polisi ikiwemo jeshi la polisi, ila kuwafanya waendesha pikipiki ndani ya mkoa wa Mwanza waweze kufanya kazi hii kwa uhuru na amani. Ila la tatu ni kuwaunganisha mkoa wa Mwanza wote waendesha pikipiki tuzungumze lugha moja, ikiwa ni pamoja na kuondoa manyanyaso na maonevu ambayo yalikuwepo kipindi chote hicho cha nyuma. Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu, kupitia mpaka kikao cha juzi tulikuwa na viongozi. Halaiki ile uliyoiona sio waendesha pikipiki wa kawaida, wale walikuwa ni viongozi wa vituo wanaotokana na mkoa wa Mwanza. Wingi ule unaouona wale ni viongozi wa vituo ndani ya mkoa wa Mwanza. Kwa hiyo ni namna ambavyo chama tumekiunganisha na tumewafanya kuwa kitu kimoja na kutengeneza unit moja. Kwa hiyo ndani ya mkoa wa Mwanza waendesha pikipiki tunazungumza lugha moja. Kauli ikitoka Sengerema basi ndio kauli ya Misungwi, ndio kauli ya Magu, ndio kauli ya Ukerewe, ndio kauli ya Nyamagana na Ilemela na Kwimba pia. Kwa hiyo nashukuru Mwenyezi Mungu, sasa hivi tunazungumza lugha moja. Kama ni hapana itakuwa ni hapana kwa wilaya zote, kama ni ndio ni maelekezo ya mkoa mzima. Okay, mpaka kufikia hivi sasa kuna wanachama wangapi ambao tayari unajivunia kwamba wanasema kwamba ukubwa wa mfalme ni ule wingi wa watu walionao? Kwa upande wako sasa mpaka sasa una wanachama wangapi? Shukrani sana. Moja ya mafanikio ambayo tumekuja nayo ni pamoja na kuwa na database. Tulikuwa tuna takwimu za kwenye makaratasi, ila baada ya kuingia mafanikio tuliyoyapata pia ni pamoja na kuwasajili waendesha pikipiki kwenye mfumo. Kwa kupitia plate namba yake utaweza kumjua huyu ni John Aidani fulani wa mkoa wa Mwanza, wilaya
atakayokuwa anatokea kata kituo chake kilipo na kituo chake kwa kupitia plate number ile. Kwa kweli nashukuru Mwenyezi Mungu, ni moja ya mafanikio. Idadi ni wangapi? Takwimu tumeingia mwanzoni tunaambiwa wako 40,000, ila tuko kwenye usajili wa database ambao utakuwa ni halisi, ambao unaambatana na vitambulisho tulionayo. Nadhani nipe ndani ya miezi miwili nitakuwa na takwimu halisi kuachana na ile takwimu ya kwenye makaratasi ambayo tumeikuta. Mara kadhaa nimekuona ukizungumza kuhusiana na namna ambavyo kutoa hii dhana ya kunyanyaswa kwa waendesha bodaboda, na katika mkutano wako ulizungumza kwamba wale watu wanaowapatia pikipiki hawa bodaboda kuna namna huwa wananyanyaswa. Pengine kutoka kwenye mikataba ile ambayo inakuwa ni ya kionevu sana, mmefanya njia gani au mmekuja na mikakati gani kuhakikisha kwamba wale watu au waendesha bodaboda hawaonewi kwenye ile mikataba ambayo ni ya kionevu? Juu ya kuona namna gani ambavyo tunawasaidia waendesha pikipiki, kwanza sasa hivi licha ya juhudi tunazoendelea nazo, mpaka sasa hivi umoja wa chama cha waendesha pikipiki tumeshaingia mkataba na benki ya CRDB kuona namna ambavyo tutawasaidia kuondokana na mikataba kandamizi ambayo wanakutana nayo. Na moja ya madhara ambayo wanakutana nayo, kijana analipa, wanaweza kawa wamekubaliana huko mtaani, chombo kinanunuliwa 2,207,000, ila kile chombo mtu anaweza akapewa mpaka 5 na something mpaka 6. Kwa kweli ni manyanyaso makubwa. Analipa hizo 5 na 600 ima 700, akibakisha 500 ima 400. Wale mabosi huwa wanatamaa sana. Huku nyuma amesimama na hakuwahi kumkumbusha, ila kwa kuwa akiona chombo hiki anaenda kumaliza, basi anatumia gepu lile kwamba huku nyuma umesimama siku kadhaa mpaka sasa hivi na kudai 300 ima 400, kwa hiyo na kunyang'anya pikipiki. Kwa kweli tunataka kuondokana na haya manyanyaso, na niwataki waendesha pikipiki, kwanza mnapohitaji kufunga mikataba, tunaomba mfike katika ofisi zetu za umoja wa waendesha pikipiki kote ziliko, maana ndani ya mkoa wa Mwanza tuna kanda 65. Licha ya kanda 65 tuna wilaya 7 na halmashauri 1 na tuna ofisi 1, na kote ofisi 1 ya mkoa, na kote huko kuna ofisi. Kwa hiyo niwatake na kuwaomba msifungie mikataba uchochoroni. Fikeni katika ofisi zetu za bodaboda, huko kuna usaidizi zaidi na kuna unafuu zaidi kuliko huko mnakoenda kimya kimya. Mwishoni tunakuja kukutana na kero za kutatua, kero ambazo hatukushirikishwa toka mwanzo. Mtu amebakiza 500 ananyang'anywa chombo. Kwa kweli tumejitahidi na tumeendelea kuwasaidia kupitia hizo changamoto tunazokutana nazo. Huwa tukikutana na wale matajiri tunawazungumza nao na hatimaye wanawarudishia vyombo, wanamalizia kiasi kilichobaki. Ni moja pia ya faida ambayo tulionayo ndani ya uongozi huu. Mwenyekiti, nimewasikia pale kwenye kikao mkizungumzia kwamba Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana Bunge la 12 ambalo limepita, wizara iliahidi kwamba mtashushiwa gharama ya leseni kwa maana ya kutoka 70,000 mpaka 30,000, lakini pale nikana kwamba walitoa malalamiko hivi kwamba kile ambacho kimeahidiwa mpaka sasa bado hakijatekelezwa. Wewe unalizungumziaje hili, na pengine una neno gani hasa kwenye ile wizara husika? Na pale nilikuta mmezungumzia kwamba mnamuomba sasa rais aweze kuihamasisha ile wizara ifanye kama ambavyo ilikuwa imeahidi. Kwako na neno gani? Shukrani sana. Ilikuwa ni bunge la bajeti la 25-26 ambalo kupitia waziri akisoma bajeti kulikuwa na kipengele kinasema ada ya leseni ya udereva itapunguzwa kutoka shilingi 70,000 na kwenda shilingi 30,000. Kwa kweli sio Mwanza peke yake, ndani ya mkoa, yani ndani ya Tanzania nzima waendesha pikipiki wote walilipokea kwa mikono miwili. Na baada ya sisi kulipokea lile, tuliona hii kwetu ni fursa. Tulianzisha mafunzo kwa vijana wetu, karibu 70% kama sio 80 hadi 90 hawana leseni za udereva. Ni mtu ambaye anajifunza, anaingia barabarani, na sheria kwa kweli hatuwezi tukawasema vibaya. Jeshi la polisi wamejitahidi kuwa marafiki sana. Sasa hivi hakuna uadui baina ya madereva pikipiki na jeshi la polisi kwa sababu ya ukaribu ambao tulionao, tumekuwa nao kwenye vikao sana. Kwa hiyo hata swala la leseni mara chache sana unakuta wanalirusha, ila ni kitu ambacho kinaumiza. Kisheria mtu anakuwa hajatimiza vigezo vya kuwa barabarani, kulingana pia na gharama. Naomba nizungumze la kwanza. Ukiangalia gari la milioni 200 leseni yake ni shilingi 70,000 ada ile. Ila pikipiki ya milioni 2 na 300,000 ada yake pia
ni shilingi 70,000. Bajeti ile ilivyotaja vile, kwa kweli tuliona ukombozi kwa vijana, hili kundi kubwa la vijana wamefika, ikabidi tuanze kuhamasisha vijana kuweza kusoma. Tumesomesha vijana 1759 ambao tumeshalipia lena na test fee, ambao ni kuanzia vyeti, hata vyeti pia tulienda mpaka makao makuu Dar es Salaam TRA tukaomba, maana sheria inataka cheti cha dereva yeyote anaingia darasani kianzie 100,000, ila tuna makubaliano ambayo tuliyaweka yakaenda mpaka shilingi 30,000. Baada ya pale tulirudi na wanafunzi, watu walijitokeza. Sio hilo tu, tulitafuta wafadhili na wadhamini, ili kuona namna ambavyo hili kundi linaweza tukalitoa huko liliko lirudi kuwa madereva rasmi. Tuliweza kusomesha madereva 1759 kama nilivyosema, ila kati ya hao tulianza kwa awamu. Wote tuliwalipia 10,000 na shilingi 3,000 mpaka tukapeleka kwa Fund RTO. Kwa kweli tunamshukuru sana Fund RTO, aliweza kupokea yale majina. Baada ya kupokea yale majina alifikisha kwa Vehicle Inspector, yamepitishwa. Mziki tunaokutana nao sasa ni kiasi, tunapoenda kudai control number ya kulipia ada ya leseni, bado tunakutana na shilingi 70,000. Kile tulichoahidiwa bado hakijatekelezwa. Na huyu mwekezaji kwa upande wetu ameweka kiasi kikubwa sana, na matarajio na mategemeo yetu ilikuwa kila baada ya miezi miwili tuweze kutoa watu 2,000. Kila baada ya miezi miwili tuweze kutoa watu 2,000. Kwa kweli kwetu tuliona kama fursa, kwa sababu ilikuwa imetusaidia, ila imekuwa ni tofauti. Tuiombe serikali, tunamjua mama yetu ni msikivu, aielekeze hili kundi ambalo linaonekana liko barabarani lipo, ila 90% na kama wanachukua wanachukua research, wanafanya research, waingie wakaulize. Karibu 90% kama sio 70 hawana leseni. Ndani ya mkoa wa Mwanza na Tanzania nzima tunaomba kile ambacho kilielekezwa, ada ya leseni iwe shilingi 30,000, na sisi tulilipokea na tunatamani kuona hicho kinafanyika ili vijana waweze kumiliki leseni. Sasa hivi gari na pikipiki bado ni bei moja. Sasa tungeomba utofauti kama ulivyo kwenye faini ambavyo Mheshimiwa Rais alitufanyia, pikipiki tukatoka kwenye 30 tukaja kwenye shilingi 10,000. Hata kwenye bima pia zina utofauti. Bima ya gari inategemeana na ukubwa wa gari, ila bima ya gari na pikipiki pia hatuna utofauti, ambao tuna 72,000 na private ile ya shilingi 59,000. Tuiombe sasa pia hata leseni gari wabaki na shilingi 30,000 bila, ambayo haitaathiri 10,000 ya lena na 3,000 ya GRL. Tuko tayari kuona madereva pikipiki ndani ya mkoa wa Mwanza wote wanapata leseni pindi ambapo ada hiyo ya leseni itashushwa kutoka shilingi 70,000 na kuja 30,000. Na tuombe tena kama bunge la bajeti lilivyopitisha, tunaomba basi waielekeze TRA. Vijana wako tayari kusoma, wako tayari kufanya kuwa na leseni, na hatuko tayari kuona tunasimamia vijana ambao hawajakidhi kuwa barabarani kwa kukosa leseni. Na mwenyekiti, tumalizie na tamko ambalo mlikuwa mmelitoa siku ya kikao, mkasema kwamba hamkuhusika kwenye masuala haya ya vurugu ambayo yalitokea Oktoba 29 mwaka huu, siku ya uchaguzi. Pengine kwako kama mwenyekiti unathibitishaje jambo hili, kwa sababu kuna baadhi ya bodaboda walionekana na pale kuna namna mlikiri kwamba walikuwepo wengine kwenye vurugu zile? Naomba nizungumze kama msemaji wa chama. Kama chama hatuwezi tukakanusha kwamba hawakuhusika, ila hawakuhusika kama bodaboda. Wale walihusika kama watu wengine, ila na wale watu waliohusika kwa kweli ndio maana tulilaani. Sio vitendo vya kiungwana kuona machafuko yaliyofanyika. Kwanza madhumuni na dhamira ya kile kilichofanyika ilikuwa ni uharibifu wa mali na miundombinu. Maana ukiangalia wewe una kile kilichofanyika, wao waliingia madukani kwenda kuvunja, waliingia kwenda kuchoma sheli, ila magari za watu binafsi na za serikali ni vitu ambavyo kwa kweli sio vya kiungwana. Kwa wale binafsi, mimi ukiniambia bodaboda wameshiriki, mimi sikubali. Bodaboda hawajashiriki, walishiriki na kama watu wengine, ila hawajashiriki kama bodaboda. Kwenye yale walikuwepo pia machinga,
Machinga utamjua atakapokuwa sokoni, ila ukikutana naye mtaani hutamjua ni machinga. Ili umjue ni bodaboda, anatakiwa awe anaendesha pikipiki, ila akiwa hana pikipiki huwezi ukasema yule ni bodaboda. Kwa hiyo wale waliohusika hawakuhusika kama bodaboda, na kama wapo waliohusika, kwa kweli ni vitendo ambavyo sio vya kiungwana. Hii ndiyo nchi yetu, Tanzania ni moja, hatuna nchi nyingine, lazima tuilinde kwa mikono yote, kwa sababu hii amani imeasisiwa kwa muda mrefu sana na watangulizi, na kila mmoja ni shuhuda. Kwa hiyo lazima tutailinda kwa pamoja, lazima tutashirikiana kuweza kuona amani ya nchi hii inarudi. Amani yetu ndiyo maisha yetu. Maana nikiangalia madhara yaliyotokea, kwa kweli sio kitu ambacho ni cha kujivunia, ila ni kitu ambacho pia ni hatari sana. Mtu mpaka sehemu ya kwenda kununua chakula ilikuwa inakosekana. Kwa hiyo ni vitendo ambavyo sio vya kiungwana, na mpaka hapa bado ni talaani tena, vile vitendo sio vya kiungwana. Na wale ambao wanafikiria kufanya hivyo, baadhi ya mitandao tunaona wanasema tarehe 9. Ndugu zanguni, naomba niwaeleze Watanzania, naomba niwaeleze wana Mwanza, sio kitu kizuri. Tufuatilie wanaohamasisha, asilimia kubwa hawapo ndani ya nchi yetu, ila wao hatujui wananufaika na nini. Hali itakavyoharibika, mimi ni kijana, tuangalie, kuna wazee, kuna wamama, kuna watoto. Hawa watu ni watu ambao tunatakiwa kuangalia kwa jicho la pili. Tuilinde tunu ya amani tulionayo. Bila amani hakuna chochote ambacho kinawezekana. Kwa hiyo niwasihi vijana wenzangu ndani ya mkoa wa Mwanza na Tanzania kwa ujumla, tulinde amani yetu. Amani yetu ndiyo kila kitu, amani yetu ndiyo maisha yetu. Tanzania yetu ni moja, kila mmoja aweze kuilinda kwa nguvu zote. Umesema hapo kwamba matamko haya yametoka kwenye mikoa mbalimbali. Wengine wanasema kwamba inawezekana kuna namna ambavyo mmepewa chochote nyuma, ndio maana mmeweza kutoa matamko ya namna hii. Kila mmoja ana fikira zake. Kwa mtu yeyote anaipenda nchi yake, kwa mtu yeyote anayefahamu thamani ya amani, kama atakuwa na wazo hilo, kila mmoja tuna makuzi, tuna malezi tofauti. Wanaofikiria kwamba tumepewa, naomba nilikanushe. Sisi hatujapewa hata shilingi 100, hatujapewa kiasi chochote kama ambavyo wao wanazungumza, ila sisi ni waumini wa amani na tuko tayari kuona kwamba amani inatawala. Ndio maana mpaka sasa hivi mimi na wewe leo hapa tunapata nafasi ya kuzungumza kwa sababu ya amani. Laiti kungekuwa hakuna amani, hata leo mimi nisingeweza kufika hapa na kufanya kipindi hiki, ima hata wewe leo usingepata nafasi ya kusema tumtafute mtu huyu. Kwa hiyo kilichotokea kwa kweli hakina afya. Amani ndiyo kila kitu. Ndio maana unaona biashara sasa hivi zinaendelea, wavuvi wako majini, madereva wako kwenye magari. Hii yote ni kwa sababu ya tunu ya amani tulionayo. Kwa hiyo tufikiriwe vizuri. Tuna mapenzi ya dhati na nchi yetu, tunaipenda nchi yetu, na ndio maana tunatoka na matamko haya ya kusema amani, 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 na amani yetu ndiyo maisha yetu. Pengine kwako, kwa mtazamo wako, kati ya amani na haki, kipi ambacho kinatakiwa kuanza ili kikibebe kingine? Mimi nitasema amani, ila kupitia hili tunapozungumzia swala la haki, Mheshimiwa Rais amekuwa tayari amekuwa tayari kuingia kwenye meza ya maridhiano ili kuona kile ambacho kwa upande wa pili wanaona kwamba hawajatendewa haki. Yuko tayari kuwasikiliza na kuona wanapata kile ambacho wao wanastahili. Kwa ukiniuliza mimi nitasema amani. Hata hiyo haki anayezungumzia rais wetu ni msikivu. Tunaamini yote ambayo ni malalamiko yao, yote ambayo wanayahitaji, tuna imani yatapatiwa majawabu. La mwisho kabisa, unalipi hasa la kuzungumza kwa maana ya chama chako, lakini pia kwa upande wa serikali, hata kwa Watanzania kwa ujumla wake? Nikushukuru. Mwisho kabisa, naomba kwanza ni wasihi waendesha pikipiki kuwa watulivu. Baada ya utulivu, kulinda amani na kulinda amani ili tuweze kufanya kazi kwa uhuru. Ukiangalia
muda ambao ulitokea changamoto zile siku mbili ya tarehe 29 na 30, kwa kweli mpaka kula kwetu ilikuwa ni shida. Sio mimi, kwa kila mmoja. Kwa ndio maana tunazungumzia amani. Ila pia naomba niwasihi waendesha pikipiki. Kulingana na hali tulionayo, ninawataka na ninawaelekeza kila mwendesha pikipiki kitambulisho chake itakuwa ndiyo utambulisho wake. Tulizungumzia mwanzoni juu ya swala la kuondoa yale manyanyaso, na popote ambapo atakutana na changamoto, popote ambapo atakutana na kiziwizi, akiwa na kitambulisho chake akimuonesha kwa mujibu wa maelekezo ambayo nimeyatoa, baada ya kumuonesha kitambulisho, mwambie mimi ni ndugu yako. Kwa hiyo atapata msaada sehemu yoyote. Hakuna mwendesha pikipiki wa Sengerema wala hakuna mwendesha pikipiki kwamba ile mipaka Sengerema, Nyamagana, Ukerewe, Kwimba, Magu na Ilemela ni mipaka tu ya kiuongozi, ila kwetu tunapaswa kuwa kitu kimoja, na kinachotufanya kuwa kitu kimoja ni chama chetu, na utambulisho wa chama chetu ni pamoja na kuwa na kitambulisho. Kwa hiyo ni wasihi waendesha pikipiki. Tumezungumza pia na jeshi la polisi. Kwenye utambuzi imekuwa ni changamoto, ila kwa kweli ninashukuru sana, tunapata ushirikiano vituo karibu vyote vya polisi ndani ya mkoa wa Mwanza, na pale pia wanapoenda na vitambulisho na kusema mimi ni mwendesha pikipiki ninatokea hapa nikiwa na kitambulisho, kwa kweli kumekuwa na usaidizi ambao ni wa haraka zaidi. Kwa hiyo ni waase wale ambao hamna vitambulisho, ofisi zote za kanda vitambulisho vinatoka na utaratibu wetu ni ule ule. Ni wasihi sana, kitambulisho chako ndiyo utambuzi wako. Nikushukuru sana mwenyekiti. Asante sana, tunashukuru sana pia. Asante sana. Naam, ni Mohamed Idi, mwenyekiti wa umoja wa waendesha bodaboda katika mkoa huu wa Mwanza, lakini pia makamu mwenyekiti wa shirikisho la madereva pikipiki na bajaji hapa Tanzania. Hapa tulikuwa tukizungumza kuhusiana na chama hiki cha waendesha bodaboda katika mkoa huu wa Mwanza, lakini pia hasa tamko la amani ambalo lilifuatia uvunjifu wa amani ambao ulifanyika Oktoba 29 mara baada ya uchaguzi uliofanyika hapa nchini Tanzania. Hapa alikuwa kiweka sawa, maana yalikuwepo minong'ono ya kwamba bodaboda walikuwa wamehusika kwenye maandamano yale, lakini mwenyekiti hapa amekanusha na kudai kwamba bado wao wanatetea amani na kuwataka bodaboda waendelee kuilinda amani ya Tanzania. Mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada. Jina langu ni Elia Jackson Lupembe, lakini nyuma ya kamera ni Godwise na Jamali Jafari. Bye bye.